Hii imetokea hasa baada ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kushambulia Israel kwa makombora na ndege zisizo na rubani, lililochochea mashambulizi ya Israel dhidi ya Beirut na maeneo mengine nchini Lebanon. Aidha, huku milipuko mikubwa ikiendelea kusikika kote Iran, kuna ripoti kwamba wakazi wengi wanajaribu kuondoka katika mji mkuu kwa magari, huku wengine wakinunua na kuhifadhi bidhaa muhimu. Israel imesema imeshambulia mabomu katika ofisi ya rais wa Iran, na Marekani inadai kuwa imeharibu vituo vya uongozi wa kijeshi na maeneo ya kurushia makombora kote nchini humo. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Iran limesema watu 787 wameuawa nchini humo tangu mashambulizi ya anga yaanze mnamo siku ya Jumamosi. Iran inasema wasichana wa shule na wafanyakazi zaidi ya 165 walifariki katika shambulizi hilo huko Minaba, siku ya kwanza ya mashambulizi ya Marekani na Israel. Rais wa Marekani Donald Trump amemkosoa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kwa mara ya pili wiki hii, akisema inasikitisha kuona uhusiano wa kipekee ukiharibika baada ya Uingereza kusita kutoa msaada kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Starmer amesema Uingereza haikushiriki katika shambulizi dhidi ya Iran lililofanywa na Marekani na Israel kwa sababu hatua yoyote ya kijeshi ya Uingereza lazima iwe na mpango unaofaa, uliotathminiwa vyema, na hakuamini katika kupinduliwa kwa serikali kupitia nguvu ya nje. Lakini tangu wakati huo ameruhusu Marekani kutumia kambi za Uingereza kuanzisha kile alichokita mashambulizi kidogo ya kujilinda ili kudhoofisha uwezo wa Iran, ambayo imewashambulia washirika wa Marekani katika eneo hilo kwa ndege zisizo na rubani na makombora. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mfanyabiashara maarufu wa dawa za kulevya wa Mexico, Nemesio Oseguera Canvatis, anayejulikana pia kama El Mencho, amezikwa katika jeneza la dhahabu. El Mencho alifariki baada ya kujeruhiwa katika mapigano ya risasi kati ya walinzi wake na kikosi maalumu cha jeshi la Mexico kilichokuwa kimetumwa kumkamata mwishoni mwa Februari. Zaidi na Ahmed Bahaj. Nemesio mwenye umri wa miaka 59 alikuwa kiongozi wa kundi hatari la Jalisco New Generation Cartel, yani CJNG, na alikuwa mtu anayetafutwa zaidi nchini humo, huku Marekani ikiwa imetoa zawadi ya dola milioni 15 kwa taarifa zitakazopelekea kukamatwa kwake. Kifo chake kilichochea vurugu za kulipa kisasi zilizoenea, ambapo wanachama wa kundi la SGNG waliteketeza magari na kufunga barabara katika majimbo 20 ya Mexico. Kuuawa kwa Oseguera na vikosi maalum vya Mexico kumeonekana kama ushindi kwa serikali ya Rais Claudia Sheinbaum, ambaye amekuwa akikabiliwa na shinikizo linaloongezeka kutoka kwa mwenzake wa Marekani Donald Trump kufanya zaidi kupambana na biashara ya dawa za kulevya. Hata hivyo, kumekuwepo na hofu kwamba pengo lililoachwa na kiongozi huyo mwenye nguvu linaweza kusababisha ongezeko la vurugu kwa muda mfupi, huku makundi tofauti ndani ya kundi hilo la kihalifu linalokadiriwa kuwa na makumi ya elfu ya wanachama wakipigania udhibiti. Mamlaka nchini Sudani Kusini zimesema idadi ya watu waliouawa Jumapili wakati kundi la watu wasiojulikana walipoanzisha shambulizi katika eneo moja kaskazini mwa nchi imeongezeka na kufikia 178. Akielezea shambulizi hilo linalodaiwa kufanywa na vijana kadhaa wenye silaha, waziri wa habari wa eneo la utawala la Rueng, James Monluak, amedai kwamba walitoka katika jimbo jirani la Unity na walikuwa na uhusiano na kundi pinzani au na upinzani unaojulikana kama SPLA-IO. Kundi hilo la upinzani limekana kuhusika kivyo vyote vile katika shambulio hilo, ikishtumu mamlaka jimbo la Unity kwa kuingilia vurugu hizo kisiasa. Umoja wa Mataifa umeonya mara kwa mara kwamba nchi hiyo iko katika hatari ya kurudi kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ripoti kutoka Sudan zinasema kuwa vikosi vya kijeshi vya Rapid Support Forces vimeshambulia kituo cha umeme na kusababisha kukatika kwa umeme katika jiji la Al Obeid. Afisa mmoja ameliambia shirika la habari la Ufaransa kuwa shambulio la droni lilisababisha moto katika eneo hilo. Watu 9 wameuawa na wengine 12 kujeruhiwa katika mashambulizi tofauti ya droni wiki iliyopita. Jeshi la Sudani linalishtumu kundi la RSF kwa kulenga maeneo yenye watu wengi na miundombinu ya kiraia katika eneo la Al Obeid, jiji kubwa zaidi katika jimbo la Kordofan Kaskazini. Hii ni BBC.
zetu Nairobi pale nchini Kenya. Mwenzangu huyo Asha Juma. Msikilizaji, amekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM na redio wa shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1 ya Dar es Salaam, Radio Free Africa kule Mwanza, Abud FM ya Morogoro. Lakini nchini Kenya tusikiliza kupitia Most FM, Mwenedu FM na Pamoja FM na Gulf Radio. Uganda Radio Kitara, Radio Rira na Radio Paidha. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano kule Beni na Lizardal Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Karibu tena. Mimi ni Skola Kisanga nikiwa studio zetu hapa mjini Dar es Salaam Tanzania, na Nairobi mwenzangu ni Hamida Abubakar. Hamida, tuanze majukumu sasa. Asante Skola, tunaanza moja kwa moja na taarifa inayosema kwamba Israeli imeendelea kushambulia mji mkuu wa Lebanon, Beirut, pamoja na maeneo mengine nchini Iran katika mzozo unaoendelea wa kijeshi. Hii imetokea hasa baada ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kushambulia Israel kwa makombora na ndege zisizo na rubani, jambo lililochochea mashambulizi ya Israel dhidi ya Beirut na maeneo mengine nchini Lebanon. Aidha, milipuko mikubwa ikiendelea kusikika kote Tehran. Kuna ripoti kwamba wakazi wengi wanajaribu kuondoka katika mji mkuu kwa magari, huku wengine wakinunua na kuhifadhi bidhaa muhimu. Nampisha Nasteha Mohamed atupe taarifa hiyo kwa ukamilifu. Taarifa zinasema wengi wao waliopoteza maisha ni raia, huku mapigano yakiendelea na uhasama wa kijeshi ukizidi kutanuka katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Israeli na Marekani zinaendelea kushambulia maeneo mbalimbali nchini Iran. Shambulizi la hivi karibuni likitokea katika mji mkuu wa Iran, Tehran, ambapo mapema Israeli ilishambulia ofisi za rais wa Iran mjini Tehran. Katika taarifa kwenye mtandao wa Telegram, IDF inasema mashambulizi na silaha nyingi zimeelekezwa kwenye ofisi ya rais na baraza kuu la usalama wa kitaifa. Taarifa hizo kutoka IDF inaongeza kwamba taasisi ya mafunzo ya kijeshi na miundombinu muhimu ya ziada ya utawala pia ililengwa. IDF inasema kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alikuwa akitumia sana eneo hilo. Khamenei aliuawa katika eneo hilo mara ya mwisho wakati wa mashambulizi ya Marekani na Israel. Hali bado ni tete na taarifa za vifo zinaendelea kubadilika kadri mapigano yanavyoendelea. Vikosi vyetu pamoja na vikosi vya jeshi la Marekani vinaendelea kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa utawala wa Iran. Tumejikita katika kusambaratisha makombora ya balistiki, vituo vya uongozi na udhibiti, maghala ya chini ya ardhi na bila shaka viongozi muhimu wa utawala wa Iran. Ahmedin ni afisa wa juu wa kijeshi mwenye uhusiano wa karibu na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Lengo ni kusitisha vita hivi vya uchokozi ambavyo walianza dhidi ya nchi na kusababisha machungu. Na nadhani kuna uwezekano wa kulazimisha usitishaji wa mapigano ili kuzuia kuendeleza vita kusambaa. Haya yakijiri, maelfu ya watu wamekusanyika nchini Iran kwenye mazishi ya watoto waliouawa kwenye shambulio kwa shule katika siku ya kwanza ya mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel. Vyombo vya habari vya serikali vinasema zaidi ya wasichana 165 na walimu waliuawa katika shambulio hilo huko Minab. Wakati huo, Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imethibitisha kwamba ubalozi wa Marekani mjini Riyadh, kulingana na makadirio ya awali. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, wizara hiyo ilisema hii ilisababisha moto mdogo na uharibifu mdogo wa vifaa kwenye jengo hilo. Aidha, ubalozi wa Marekani umewaagiza wafanyikazi wake walioko Saudi Arabia kubaki ndani katika mji wa Jeddah, Riyadh na Dhahran kutokana na uwezekano wa tishio la kiusalama. Rais wa Marekani Donald Trump aliambia kituo cha runinga cha News Nation kwamba Marekani italipiza kisasi hivi karibuni kufuatia shambulio dhidi ya ubalozi wa Marekani mjini Riyadh na vifo vya wanajeshi wa Marekani. Kufikia sasa wanajeshi
wanajeshi 6 wa Marekani wameuawa huku 18 wakiwa wamejeruhiwa, Marekani ilisema Jumatatu usiku. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametetea mashambulizi ya kijeshi ya Israel dhidi ya Iran, akidai kwamba ongezeko la hivi karibuni la mpango wa nyuklia wa Tehran, na mnukuu, lisingekuwa rahisi kudhibiti ndani ya miezi michache, mwisho wa kunukuu, kabla ya hatua ya Israel. Licha ya mashambulizi ya pamoja ya anga ya Israel na Marekani yaliyolenga vituo vitatu vya nyuklia wakati wa vita vya siku 12 mwezi Juni mwaka jana, Netanyahu anasema wanajeshi na mafundi wa Iran walianza kujenga maeneo mapya yakiwemo ya chini ya ardhi ambako wangeweza kuendeleza makombora ya balistiki na mabomu ya atomiki. Israel kwa muda mrefu imepinga urutubishaji wa nyuklia wa Iran, ikionya kuwa unaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia badala ya kutumika kwa madhumuni ya amani kama inavyodai serikali ya Iran. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Naam, asante Nasteha. Tunasalia bado tukiangazia mzozo huo Mashariki ya Kati, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema amesikitishwa na hatua ya waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kutokuruhusu tangu awali Marekani kutumia kambi ya Uingereza katika bahari ya Hindi mwanzoni mwa vita na Iran. Akizungumza na magazeti mawili ya Uingereza, The Sun pamoja na The Daily Telegraph, Trump anasema Sakia amechukua muda mrefu sana na haijasaidia. Asha Juma na maelezo. Vita ya kuharibu miundombinu muhimu kuzuia adui yasiitumie. Waziri mkuu ameongeza kwa Marekani ingeruhusu kutumia kambi za kijeshi za Uingereza kwa lengo maalumu lenye kuhusishwa na kujihami ili kuharibu makombora ya Iran katika vyanzo vyake. Aidha, amesisitiza kwamba hatua hiyo ni kwa mujibu wa sheria za kimataifa na kwamba serikali ya Uingereza ilichapisha muhtasari wa ushauri wa kisheria iliyopewa kuhusu swala hilo. The United States has requested permission. Marekani imeomba ruhusa ya kutumia vituo vya kijeshi vya Uingereza kwa madhumuni hayo mahsusi na ya kujilinda kwa kiwango kilichowekewa mipaka. Tumechukua uamuzi wa kukubali ombi hili ili kuizuia Iran kurusha makombora katika ukanda huu, kuua raia wasio na hatia, kuweka maisha ya Uingereza katika hatari na kushambulia nchi ambazo hazijahusika kwa namna yoyote. Saa Keir Starmer amejibu maswali ya wabunge kwa takriban saa 2:30 akielezea wazi kuwa anaamini hatua za Marekani na Israel hazikuwa sahihi, na akaongeza kusema kuwa huenda hazikuwa halali kisheria. Hata hivyo, amesisitiza kuwa ilikuwa sahihi na halali kuiruhusu Marekani kutumia vituo vya anga vya Uingereza kushambulia maeneo ya kurushia makombora ya Iran kwa lengo la kuwalinda washirika wa Uingereza katika eneo la Ghuba dhidi ya mashambulizi. Hatua zozote za Uingereza lazima daima ziwe na msingi wa kisheria na mpango madhubuti uliotafakariwa kwa kina. Ninarudia tena, hatutahusika katika mashambulizi ya awali dhidi ya Iran na hatutashiriki katika hatua ya mashambulizi kwa sasa. Hata hivyo, mbele ya wimbi la makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Iran, tutawalinda raia wetu walioko katika eneo hilo na kuunga mkono haki ya kujilinda kwa pamoja na washirika wetu. Kumbukumbu za vita vya Iraq zilitajwa mara kwa mara ndani ya bunge, ikiwemo waziri mkuu mwenyewe. Ingawa mzozo huo ulitokea zaidi ya muongo mmoja kabla hajawa mbunge na zaidi ya miongo miwili kabla hajaingia Downing Street, ulikuwa sehemu muhimu ya hoja yake katika kuelezea msimamo wake wa sasa. Kwa upande wa chama cha Conservative, mbunge mwandamizi wa upinzani ambaye pia ni mwanasheria mkuu Lord Wolfson ameeleza sababu zinazoweza kuonyesha kuwa ushiriki wa Uingereza unaweza kutetewa kuwa ndani ya sheria za kimataifa. Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumamosi, yakisababisha kifo cha kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei pamoja na maafisa wengine waandamizi. Iran ilijibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani katika maeneo mbalimbali, ikilenga nchi zikiwemo Israel, Bahrain, Kuwait, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia, pamoja na meli zilizokuwa zikivuka mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wakuu wa utawala wake wametoa mitazamo tofauti kuhusu malengo yao nchini Iran. Hii ilikuwa ni fursa yetu ya mwisho ya dhahiri kushambulia na kuondoa vitisho vinavyotolewa na utawala huu mgonjwa na mbaya. Na kwa hakika wao ni wagonjwa na wabaya. Malengo yako wazi. Kwanza, tunaharibu uwezo wao wa Irani wa silaha za makombora, na unaona hili likitokea kila saa, pamoja na uwezo wao wa kutengeneza silaha hizi mpya na nzuri wanazozitengeneza. Pili, tunaharibu jeshi lao la majini.
tayari tumeharibu meli 10 zipo chini ya bahari, na 3, tunahakikisha kuwa mdhamini nambari 1 wa ugaidi duniani hawezi kamwe kupata silaha ya nyuklia. Katika mkutano na waandishi wa habari, Rais Donald Trump amesema Marekani inalenga kuharibu uwezo wa Iran wa makombora ya masafa marefu, jeshi lake la majini, uwezo wake wa kuendeleza silaha za nyuklia, pamoja na msaada wake kwa makundi ya washirika wake katika eneo hilo. Wakati hayo yakijiri, watu wamekusanyika kusini mwa Iran kwa maombolezo na maziko ya watoto waliouawa kwenye shambulio shuleni. Vyombo vya habari vya serikali nchini Iran vinaarifu kuwa zaidi ya wasichana 165 pamoja na walimu wao waliuawa katika shambulio hilo lililotokea mjini Minab siku ya kwanza ya mashambulizi ya Marekani na Israel. Na kama ulivyosikia katika taarifa yetu kuu, mashambulizi ya anga bado yanaendelea katika eneo la Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Iran ikionya kushambulia meli yoyote itakayojaribu kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz, njia ambayo ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi. Mashambulizi yanayofanywa na Marekani, Israel na Iran yametatiza pia safari za anga katika maeneo mbalimbali duniani, ikiwemo Afrika Mashariki kwa wasafiri wanaopitia Dubai na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Sami Laxton Omondi ni mmoja wa wasafiri waliokwama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi mjini Mombasa nchini Kenya, na amezungumza na mwenzangu Halima Nyanza. Kwa sasa niko hotelini, niko Mombasa but hotelini tu. Nilifika uwanja wa ndege ilikuwa tarehe 28, nikapata taarifa kuwa uwanja wa ndege wa Dubai umefungwa. Kuna ndege kuingia wala kutoka. Ingefaa niende Marekani kupitia Dubai, kujiunga na meli yangu ya utalii. Mimi ni baharia. Contract yangu ingemaliza miezi 8. So nilikuwa nimeuza vitu na nilijua nitakaa nje kwa miezi 8. Nilipoambiwa kuwa sisafiri, ilibidi nirudi sasa niende hotelini kwa juu sikuwa na mahali pa kwenda. Nimeuza kila kitu kwa nyumba. Hii ilikuwa ni mara yako ya kwanza kusafiri ama ulikuwa unarudi kazini? Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza, mkataba wa kwanza. Naam. Je, mliambiwa mtafidiwa chochote, labda kupewa mahali pa kulala kama wasafiri ambao tayari walikuwa wameshalipia tiketi, ama mliambiwaje? Walituambia tu tutafidiwa. Ameshaambiwa chochote? Hatujapata taarifa maalum kutoka kwa shirika la ndege. Kazini kwako, iwapo utachelewa, kutakuwa na shida yoyote? Itakuwa na shida. Mimi kama baharia huwa nina kandarasi, na kitambo niende kuna mtu ashamaliza kandarasi lake, so inafaa rudi aende kwao ndio mimi niingie. So nisipoenda kutakuwa na confusion. Sijui kampuni itafanyaje, na siwezi ongelea kampuni. Usipojiunga lazima kuwe na confusion. Umetoa taarifa kuhusiana na yaliyokukuta, ama wao wanajua kutoka mzozo wa Mashariki ya Kati umechangia? Wanajua juu siko peke yangu. Kuna wenzetu pia, kuna wenzangu pia ambao ingefaa tuende nao, na wengine kwa sasa wako Dubai, na kuna wenye ingefaa waje pia bado wako melini, hawawezi toka. So nilipowaambia walisema ati tunaelewa, it's a global thing, it's a global thing, and itabidi uende nyumbani tu tulie, mambo yakiwa sawa tutakujulisha. Kwa ujumla vimekutia hasara kiasi gani? Maana umetuambia pia umeuza mpaka vitu. Nimeuza vitu, na mimi psychologically nilikuwa nimejipanga kuwa tarehe kama ingekuwa tayari niko kazini, na kwa sasa bado niko Kenya, na sasa Kenya naweza sema Kenya sina makao. Kila siku natumia hela juu hoteli, chakula, na pia lazima niwe mahali kuna internet ndio in case of any emergency wakinitaka nipatikane. Na ulipofika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi, hali ilikuwaje? Tulikuwa wengi. Kwa ufupi, tulikuwa tunasubiri ndege. Kuna wenye walikuwa wanaenda kazini, kuna wenye walikuwa wamaliza holiday, kuna wengine walikuwa wanasafiri kwenda kuona wapendwa wao, kuna wengine wanaenda kwa ajili ya matibabu, wengine kwa ajili ya masomo. Walipoambiwa kuwa uwanja wa Dubai umefungwa, kulikuwa naweza sema confusion, kulikuwa na kuchanganyikiwa. Tulikuwa tayari kusafiri, all of a sudden unaambiwa tuwezi safiri tena, na sababu kuu ni vita. Na wao walisema hata kama mkisafiri, afya ni muhimu ama uhai wenu ni muhimu kuliko kazi. Hatuwezi risk au kuweka maisha yenu kwenye hatari kwa ajili ya kazi. Walisema tutatafuta njia badala na tarehe mbadala, but kila kitu inategemea vita. Wanatafuta route salama, lakini kuna uwezekano pia wataspend zaidi, watatumia pesa zaidi. Naam, ni Sami Laxton Omondi huyo ambaye amekwama kusafiri, kushindwa kuelekea kule Umoja wa Falme za Kiarabu Dubai.